Ahlan wa sahlan wa marhaba, ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa hizi za KTN leo Alhamis hii. Karibu sana, tuandamane kwa takriban nusu saa nikikupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kwanza tupate vidokezo. Mama mmoja adai wahudumu wa hospitali ya Kiambu level 5 walimbadilishia mtoto na kumpa mtoto wa kike baada yake kujifungua mtoto wa kiume. Kunani? Mama yake akaangalia mtoto na akaona ni kijana, alafu kwenda kumbadilisha diaper anapata ni wa kike. Ghasia za uchaguzi zaendelea kushuhudiwa mjini Dar es Salaam na kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, eneo la Namanga. Ni mtoto mwerefu sana, alikuwa anasomea Christopher, mtoto wa grade 6. Wanafunzi wa grade ya 5 Kinangop wauawa kinyama kwa kukatwa kichwa na mwili wake kupatikana kwenye shamba la mahindi. Shukran jazila kwa kuchagua taarifa za KTN leo Alhamis hii. Karibu sana. Jina langu ni Suleiman Yeri na mwenzangu wa ishara ni Pretty Janet. Tuanze kule Kiambu. Hospitali ya Kiambu level 5 imejipata taabani baada ya familia moja kaunti ya Kiambu kudai kubadilishiwa mtoto wao mchanga pindi tu baada ya kuzaliwa. Kulingana na baba wa mtoto huyo, mkewe alijifungua mtoto wa kiume akapewa stakabadhi ya utambulisho na faili zote zikaonyesha mtoto ni wa jinsia ya kiume. Hata hivyo, furaha hiyo iligeuka baada ya mama kubaini siku iliyofuata alipokuwa akimbadilisha mtoto nepi kwamba alikuwa ni wa kike. Hilo likawaje? Chebet Pirir anatueleza zaidi. Na waliniambia hii ya blue huwa inawekwa mtoto wa kiume. Sasa nataka kujua ukweli yangu uko wapi, mtoto wangu wako wapi? Punde tu baada ya mama kubaini kwamba mtoto aliyekuwa naye alikuwa wa kike na wala sio wa kiume, ilihoji wahudumu wa hospitali ya Kiambu level 5. Cha kushangaza ni kwamba wahudumu hao walijitetea kwa kusema kuwa walikuwa wamechoka, hivyo wakajaza taarifa za mtoto huyo mchanga kimakosa. Lakini wazazi hao wameshikilia kuwa si kosa la kawaida, wakieleza kuwa hata tarehe ya kuzaliwa iliyoko kwenye karatasi za utambulisho wa mtoto ni tofauti na siku halisi aliyozaliwa, ikionyesha mtoto alizaliwa siku moja kabla. Taarifa zinasema hospitali ilijaribu kuzungumza na familia hiyo ili kutatua swala hilo kwa njia ya ndani, lakini familia imesema haijaridhishwa na pendekezo la hospitali, ikisisitiza kuwa DNA ifanywe mara moja na kugharamiwa kikamilifu na hospitali hiyo. Jana usiku file walisema ni confidential, hatuwezi ona. Sasa pia hawataki tuone file. Wanasema mama sijui madam haizi discharge. Wako na a very big story. Tayari familia hiyo imeripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kiambu, ikitaka uchunguzi kamili ufanyike. Wanasema hali hiyo imewavuruga kisaikolojia na kuiweka hospitali hiyo ya rufaa ya county kwenye mizani ya uwajibikaji na taaluma. Tulikuwa na maafisa, tulikuwa na DCI, tulikuwa na OCS na deputy OCPD, only justice. Hawa watu ni wadogo, vijana wadogo, mtoto ni wa kwanza, wapatiwe justice. DNA ikifanywa wale ni justice yao, mtoto ni wao ama si wao. Chebet Birir, KTN, Nairobi. Tuvuke mipaka tuelekee Tanzania. Ghasia za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kushuhudiwa mjini Dar es Salaam, huku ripoti zikiibuka kwamba huenda zaidi ya watu 30 wameuawa tangu machafuko hayo kuanza hapo jana. Ghasia hizo zimeenea hadi kwenye mpaka wa Kenya, eneo la Namanga, ambapo waandamanaji waliwasha moto katikati ya barabara na kuwalazimu polisi kuwatawanya kwa kutumia vitoza machozi. Mwanahabari Jeff Kirui na taarifa hiyo. Uchaguzi mkuu wa urais nchini Tanzania umezua machafuko, huku mawasiliano yakisalia kuzimwa tangu siku ya Jumatano, siku ambayo uchaguzi mkuu ulifanyika. Kwa mujibu wa duru nchini humo, inahofiwa kuwa zaidi ya watu 30 wamepoteza maisha kwenye ghasia hizo.
Ghasia hizo zilienea hadi kwenye mpaka wa Namanga kati ya Kenya na Tanzania, ambapo hali ya taharuki inaendelea kutanda na kutatiza pakubwa shughuli za biashara. Hii maandamano iko pande hii. Bwana wa Kenya ndio wanaumia. Waliopeleka Amosi amepigwa tia gasi kwa amesimama. Haya mama wangu amepigwa tia gasi ya mkono kwa amesimama. Sasa wale waambiwe waache kutupa tia gasi Kenya. Imepita mpaka juu. Sasa kama mpaka wa Kenya wanashutiwa, kuna wale walikuwa wanaangalia tu, kwa hawakuwa wanaenda kuingia kwa maandamano, lakini wakazudia tu wakaua wa Kenya. Waandamanaji walilalamikia uchaguzi wakidai ulishamiri ukandamizaji wa haki za kimsingi. Rais Samia Suluhu amekuwa akishinikiza kutetea nafasi yake, huku tuhuma zikimwandama kwamba anawakandamiza wakosoaji na wapinzani wake. Hatua ambayo inadaiwa kuibua ghasia hizo, ambapo inaripotiwa kuwa waandamanaji waliteketeza basi, kituo cha mafuta, kituo cha polisi pamoja na kubomoa vituo vya kupigia kura. Jumatano polisi walitangaza amri ya kutotoka nje usiku, huku mtandao ukizimwa. Hata hivyo, licha ya amri hiyo, baadhi ya waandamanaji walirejelea maandamano maeneo ya Mbagala, Gongo la Mboto na Kiluvya. Ilivyo kwa sasa, Rais Samia Suluhu anaonekana kuibuka na ushindi baada ya washindani wake wakuu kuzuiliwa na kukosa kuwania. Jeff Kirui, KTN. Turejea humu nchini, tuelekea Kinangop kwa taarifa ya tanzia. Wakazi wa kijiji cha Magumu eneo la Kinangop wameachwa na hofu kufuatia kisa cha mauaji ya wanafunzi wa gredi ya 6 wa shule ya msingi ya St. Christopher Comprehensive, ambaye kiwiliwili chake kilipatikana kwenye shamba la mahindi kando ya barabara ya Magumu kuelekea Njabini. Wito sasa umetolewa kwa wazazi kuwa waangalifu kwa wanao wakati huu wa likizo ndefu, huku serikali pia ikiombwa kuchukua hatua kwa wote waliohusika na mauaji hayo. Clement Masombo anaeleza. Wakazi wa kijiji cha Magumu eneo bunge la Kinangop kaunti ya Nyandarua wamepigwa na butwaa baada ya mauaji ya mvulana mmoja wa umri wa miaka 11 ambaye pia ni mwanafunzi wa gredi ya 5. Kiwiliwili cha mwanafunzi huyo wa shule ya msingi ya St. Christopher Comprehensive kilipatikana kwenye shamba la mahindi mita chache kutoka kwa barabara ya Magumu kuelekea Njabini, huku kichwa chake kikipatikana mita kadhaa kutoka sehemu hiyo. Wakazi waliojawa na majonzi na huzuni wameachwa na wasiwasi mwingi wakihofia usalama wao. Nimeshangaa sana kwa sababu tumeitiwa kijana mdogo wa shule akiwa ameuawa. Na hii ni vibaya sana. Yule mtu amefanya na hii kwa hiyo kitendo, tutajaribu juu chini ili tusikiane na serikali ili mambo yote iwe sawa sawa. Nimesikia vibaya sana kwa sababu ya Sami. Ni mtoto mwerefu sana, alikuwa anasomea Christopher, mtoto wa grade 6. Tunaomba wazazi tu waendelee kuangalia watoto wao, na pia wazazi wote wako hapa, si wazazi peke yao, akina youth wetu tuwe tunaangalia watoto. Ukiona mtoto kwa barabara, ujui vile anafanya, pengine ako na stress, ni vizuri kuuliza mtoto wako na nini. Kisa hiki kimejiri saa chache tu baada ya kisa kingine kuripotiwa kaunti ya Narok, ambako mwanafunzi wa gredi ya 9 aliuawa kinyama na mwili wake kutupwa kwenye shamba la miwa. Kufuatia tukio hilo la kutisha, wito umetolewa kwa wazazi kuhakikisha usalama wa watoto wakati huu wa likizo ndefu, huku changamoto ikitolewa kwa serikali kuchukua hatua dhidi ya wote waliohusika. Kumekuwa na visa kama hivi, watu wanaletwa alafu si mingi, lakini hii moja hii inasitakasa sana. Sijawahi kuona mambo kama hivi. Clement Masombo, KTN. Makiwa kwa familia hiyo kwa kumpoteza mpendwa wao kwa njia hiyo ya kinyama. Tuangazie masuala ya elimu. Mfumo wa elimu nchini unaendelea kushuhudia mageuzi makubwa ya kihistoria, huku mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE ukitarajiwa kubadilishwa na mtihani wa cheti cha elimu ya msingi KCBE chini ya mtaala wa umilisi CBE. Mtihani wa kwanza wa KCBE utafanywa mwaka wa 2028 na utafanywa na watahiniwa ambao wanafanya tathmini ya gredi ya 9 mwaka huu. Ann Musungu na kina cha taarifa hiyo. Huku darasa la kwanza la mtaala wa CBE likitarajiwa kujiunga na shule za sekondari mwaka ujao,
Imebainika kwamba wanafunzi hawa watafanya tathmini ya kitaifa ya KCBE watakapofika gredi ya 12 na kuashiria mwisho wa mitihani ya kitaifa wa KCSE ulioanzishwa mwaka wa 1989 chini ya mtaala wa 844. Kinyume na mfumo wa 844 ambapo wanafunzi walikuwa wanapata cheti cha darasa la 8 na kidato cha 4, wanafunzi chini ya CBC watapewa cheti kimoja tu baada ya kumaliza gredi ya 12, ishara ya kukamilisha elimu ya msingi. Mtihani wa KCBE pia utapima uwezo wa wanafunzi katika umahiri, ujuzi wa maisha na maadili badala ya kuzingatia masomo ya kitaaluma pekee. Pia utazingatia mbinu maalum za masomo ambapo wanafunzi wa shule za sekondari watatakiwa kuchagua kati ya mkondo wa elimu wa STEM, sayansi ya jamii au sanaa na michezo. Wanafunzi watakaosomea masomo ya ufundi watapokea vyeti viwili, kimoja cha KCBE na kingine cha kudhibiti umahiri wao wa vitendo. Wizara inabainisha kuwa mageuzi haya yananuia kupunguza viwango vya juu vya wanafunzi wanaositisha masomo yao, ambapo maelfu wanashindwa kuendelea kutoka shule ya msingi hadi ya sekondari. Takwimu za NEC zinaonyesha wastani wa kiwango cha uhamisho wa 82% kati ya mwaka 2017 na 2024. Kwa mfano, mwaka 2017 wanafunzi 993,718 walifanya KCPE, lakini ni 826,807 pekee waliomaliza shule za sekondari na kufanya KCSE mwaka 2021. Kwa kundi la mwaka 2020, wanafunzi 1,179,192 walifanya KCPE, lakini 962,512 pekee walitimiza KCSE mwaka 2024, upungufu wa zaidi wa wanafunzi 216. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Tuzamia siasa. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ametawazwa kuwa naibu kiongozi wa chama cha Jubilee. Baraza kuu la chama hicho pia limemtawaza Matiang'i kuwania urais wa mwaka 2027 na kuwa sura ya chama cha Jubilee kwenye muungano wa upinzani. Na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, hili lina maana kuwa huenda Uhuru Kenyatta akafanya kazi na kushirikiana na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ambaye hawajakuwa wakionana uso kwa uso. Chama cha Jubilee kwenye mkutano wa baraza kuu la chama kiliafikia kuwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i atakuwa naibu kiongozi wa chama cha Jubilee. We also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate na kuwakilisha chama hicho kwenye mikutano ya muungano wa upinzani. Upinzani ukishirikishwa na kiongozi wa DCP na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa PLP Martha Karua, wa DAP Kenya Eugene Wamalwa na wengineo. Baraza hilo lililoongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta limemuondoa mbunge maalum Sabina Chege kama kiranja wa chama cha Jubilee bunge la kitaifa na kumkabidhi nafasi hiyo Samuel Arama, mbunge wa Nakuru Magharibi. Sabina Chege na mbunge wa Yala Kanini Kega walikuwa na jaribio la kuchukua chama cha Jubilee kabla ya mahakama kuingilia kati. Vile vile seneta wa Turkana James Lomenen ameteuliwa kuwa kiranja wa chama hicho kwenye bunge la Seneti. We have also resolved that we will be communicating officially to the conveners of the United Opposition of that decision that was arrived at by NAC, and we are committed to the United Opposition. Hatua ya Uhuru kutangaza kwa baraza hilo kuwa chama kitafanya kazi na upinzani ni dhahiri kuwa huenda wakashirikiana na kiongozi wa DCP Gachagua kando na uhasama wao. Wawili hao hawajakuwa wakionana macho kwa macho. Macho yanasalia kwa Uhuru na Gachagua. Je, watafanya kazi kwa pamoja? Daniel Kariuki, KTN.
Na bila shaka swali zito hilo kutoka kwa Daniel Kariuki kwa Rais Uhuru Kenyatta. Tutasubiri kuona, manake ulingo wa siasa urindima kila siku. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo. Sende mbali. Nazidi kutazama taarifa za KTN leo. Karibu tuangazie taarifa nyinginezo. Mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi amewataka vijana nchini kujiandikisha kuwa wapiga kura, akisema ushirikishi wao kwenye mchakato wa kidemokrasia ni muhimu katika kubaini mustakabali wa taifa. Akizungumza Jumatano wakati wa kukamilika kwa kongamano la siku 4 la Muungano wa Demokrasia Afrika mjini Nairobi, Moi alisema vijana wana uwezo wa kubadilisha utawala kwa kuchagua viongozi wanaofaa na wanaowajali vijana. If you see the average age of KANU now, is unbelievable. It's the next generation. They're the ones who are going to make a difference. They're the ones who will set the pace. And for me, to them, I just tell them, translate your passions, your commitment into votes. Register and vote. That we show that we can have change through the ballot box. Sometimes you have to be angry, but you turn that anger into that vote on that ballot box. Mahakama hapa jijini Nairobi imemaliza mvutano wa muda mrefu kuhusu mamlaka ndani ya huduma ya polisi. Mahakama imeamuru Inspector General wa polisi ana mamlaka pekee ya kuajiri, kuwapandisha vyeo na kuwachukulia hatua za nidhamu dhidi ya maafisa wa usalama. Hatua inaiondolea tume ya huduma za polisi wajibu huo. Haman Kamariki anaripoti. Mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi imetamka kwamba ni Inspector General pekee aliye na mamlaka ya kuajiri na kusimamia maafisa wa polisi. Uamuzi huo unaiweka nje tume ya huduma ya polisi NPSC katika mchakato huo. Akitoa uamuzi huo, Jaji Helen Wasilwa alisema kwamba mamlaka ya Inspector General ni ya kipekee na haiwezi kudhibitiwa na mtu yeyote au idara yoyote. Wasilwa pia aliamuru tume ya NPSC isihusishwe kwenye mchakato unaoendelea wa uajiri wa maafisa wapya 10,000. Kesi hiyo iliwasilishwa na mbunge wa zamani wa Kilome Harun Mwau, aliyesema kuwa ni Inspector General na wala sio tume anayepaswa kushughulikia masuala ya uajiri, uongozi na nidhamu ndani ya huduma ya polisi. Hoja yake iliungwa mkono na Inspector General Douglas Kanja. The service remains ready to facilitate and engage with the Commission as guided by such correspondences. Ni uamuzi unaomaliza miaka ya migogoro katika ofisi hizo mbili, na sasa unampa Inspector General ushikilizi kamili kuhusu ni nani anayejiunga, anayehudumu na anayeondoka katika huduma ya polisi. Haman Kamariki, KTN.